majina naitwa Johnson Jovita Mlokozi, mkazi wa Bukoba vijijini hapa. Hii hali ya usafiri kuvunjika kwa barabara imeanza usiku. Mvua zilionyesha usiku kuanzia kwenye saa 7 saa 8, kwa sababu magari ya kwanza yalikuwa yanaenda mjini yamezuiliwa kuanzia saa 8 saa 7. Kwa hiyo ndo kumetokea hii adha ya mvua hapa kutokana na uharibifu wa barabara inayotengenezwa hii. Na hili swali limekuwa la muda kidogo, kwa sababu mkandarasi amechukua kipindi kirefu kidogo, na hii hali ya mvua ilishazungumzwa kwamba watu unaponyesha mvua wanapata adha ya usafiri. Kwa hiyo inatuletea shida kidogo, watu wanakwama kazini, wanachelewa shule watoto. Kwa hiyo imekuwa changamoto kubwa. Labda cha kufanya aongeze tu juhudi za kukamilisha hii barabara, ukizingatia ni barabara kuu. Kwa majira kama ya saa 12 kasoro tulipokea taarifa kwamba hapa pameanza kujaa maji. Maji yameshakuwa mengi barabarani kiasi kwamba kwa uwezekano mkubwa yakatokea madhara iwapo magari yataendelea kupita. Hatua za mwanzo tulizochukua ni kuzuia kwa muda magari yasipite ili barabara iweze kuimarika, lakini pia kuongeza ulinzi, kwa sababu pakishakuwa na watu wengi, wako wengine wenye nia ovu wanaweza wakasogea kwa lengo la kuja kufanya chochote. Nianze kwa kuwapa pole sana kwa changamoto hii ambayo imetupata hapa katika eneo letu hili la Kietema, katika barabara yetu hii kubwa inayotokea Mtukula mpaka kuelekea Biaramulo. Tumepata changamoto eneo la Kietema. Kuna mkandarasi, of course hapa site kuna mkandarasi anaitwa German Engineering ambaye amepewa kazi ya kutengeneza daraja hapa na kuboresha ili papitike vizuri wakati wote, lakini akiwa anaendelea na kazi tukakabiliwa na mvua kubwa na leo maji yaka overlap kabisa daraja. Sasa kutokana na hofu hasa kwa mabasi ya abiria na magari makubwa ya mizigo, tukaona tuzuie magari yasipite kwa muda fulani, kwa sababu kama maji yanapita juu ya barabara, juu ya daraja, mkiruhusu magari yakapita inaweza ikawa hatari, watu wakasombwa na maji, magari yakasombwa na maji na kusababisha vifo. Kwa hiyo tulizuia kwa muda tangu saa 12 alfajiri, lakini tunashukuru Mungu kwamba wameweza kukarabati kwa kiasi fulani na sasa magari yanapita, tumeweka mawe. Kwa upande wa TANROADS, baada ya kupata taarifa hii ya maji kupita juu ya tuta la barabara, tumechukua hatua za awali ambapo tumeweka mawe ili angalau turuhusu magari yapite kabla hatujaanza kuongeza tuta, yani kunyanyua tuta kama temporary solution. Kwa hiyo tumechukua hatua za awali na sasa hivi tayari magari yanapita, ambapo queue imepungua kwa kiasi kikubwa, lakini baada ya hapo sasa tunaanza kujaza mawe makubwa kwa ajili ya kuinua tuta ili hata mvua zikiongezeka hazitaweza kupita juu. Kwa hiyo tumeshajipanga, mkandarasi yuko site, na baada ya magari kupungua tu tunaendelea na hizo zoezi.